linakuja pale umeona dalili zile za mwanzo, yaani hakuna njia mbadala ya kutibiwa kensa isipokuwa kukatwa titi. Sisi ndio wenyeji wenu, bodi ya wahandisi, na anayezungumza hapa ni mrajisi wa bodi ya hiyo wasanifu wahandisi na wakazi majengo, naitwa mhandisi Mansur Rashid. Kwa hiyo kwa sababu hili ni jambo jema na jambo zuri, mmechukua nguvu za ziada kuhakikisha kama linafanyika. Kwa hiyo kwanza karibuni sana na wafanyakazi wenzangu, karibuni katika maelezo mbalimbali ambayo tutakayotoa wataalamu wetu katika masuala ya uchunguzi. Nadhani uchunguzi wa saratani za ziwa, kitu kama hivyo. Bahati nzuri imeambiwa hapa sio wanawake tu, hata wanaume tumo katika hili. Mimi nilifikiri wanawake watupu, kaambiwa hapana, hii wanawake na wanaume wanahusika, kwa sababu indirect watapeleka message kwa wanawake ili mambo yaende vizuri. Kwa hiyo tunawashukuru sana ZOPA Zanzibar Outreach Program kwa kujitolea kuja hapa kuonana nasi, lakini kutupa elimu. Lakini tunashukuru uongozi mzima, tunawashukuru, na vile vile tunaomba wafanyakazi wote hapa wawe tayari kusikiliza tunachoendelea, lakini vile vile wawe tayari kufanyiwa uchunguzi wa mwanzo kuhusu hali yao ya kiafya, kwa sababu hii ni nguvu kazi isipotee. Nguvu kazi ikipotea, na maana sisi ufanisi wa kazi unapungua, na ili nguvu kazi isipotee maana yake nini? Kwamba unaangalia afya yako. Kwa hiyo basi Haji Abdallah ni mfanyakazi wa ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali. Nimepata elimu kuhusiana na saratani ya matiti. Ni elimu ambayo nahisi ina umuhimu mkubwa kwa sababu ya kesi yenyewe na mafunzo yenyewe yaliyotolewa. Watu wafanyakazi tumepata kufahamu umuhimu, yani maradhi ya matiti ni maradhi ya aina gani, sababu zinazopelekea haya maradhi na tiba zake ambazo zinapatikana. Kuna hofu kwamba ni maradhi ambayo yakimfika mtu kwamba ni maradhi yasiyotibika, kumbe uhalisia hauko hivyo. Kwa la msingi ni kufahamu maradhi yenyewe, sababu zake, na ni maradhi ambayo yanatibika bila matatizo yote. Muhimu na la msingi ni kupima afya ili kuweza kujua hatua zake ya maradhi. Pale ambapo umeshagundua una maradhi haya, basi kuna hatua zake na matibabu yake yanapatikana bila matatizo yoyote. Nilikuwa unaelewa kwamba kuna watu wanaoishi na titi moja hapo awali? Nilikuwa nafahamu kwamba kuna watu wamepitia hizi changamoto, kwa sababu katika mazingira ambayo tunaishi na watu na tunakutana kesi kama hizo, kwa tulikuwa tunafahamu. Mimi nilikuwa nafahamu, lakini leo nashukuru nimepata elimu zaidi kufahamu na kuelewa kwa undani juu ya maradhi haya. Kwanza kuna msemo wa wahenga wanasema kwamba ya maradhi mguu hota tende. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, haya ni maradhi kama alivyo maradhi mengine. Kwa hiyo kina mama, kwa sababu kwa mujibu wa mafunzo haya maelezo, waathirika zaidi ni kina mama kutokana na maumbile yao yalivyo. Kwa hiyo napenda kuwashauri wasiogope wanapopata hisia fulani kutokana au sababu fulani, basi wafike hospitali. Sehemu husika zipo nyingi, tumeelekezwa hapa, kwa wafike hospitali kwa ajili ya kupima na atapata maelekezo jinsi ya kukabiliana na maradhi haya. Wanaume nasi tuna nafasi kubwa ya kuweza kuwashauri kina mama nyumbani, kwa sababu inawezekana kwamba hajapata elimu hii, lakini baada ya kupata elimu hii atachukua elimu hii na kuifikisha nyumbani na kuweza kumuelewesha yule mwenza wake au anaishi naye na kupata kufahamu zaidi juu ya maradhi haya ya matiti. Kuhakikisha wale ambao naishi nao katika mazingira yaliyonizunguka, basi ni kuwapatia elimu hii, na nitakuwa ushirika mkubwa kwa ajili ya kuwapa sapoti ni kwa jinsi gani tunaweza kuwasaidia katika kupata matibabu ya maradhi haya. Kwa jina naitwa Raya Mgeni Haji, ni afisa habari na mawasiliano wa bodi ya usajili wa wahandisi Zanzibar. Ni kweli tumefarijika sana sisi kama watendaji wa bodi na kama hii, kwa sababu hii ni jambo moja kubwa sana ambalo wenzetu wa afya wameliandaa. Ukiangalia
katika jamii yetu hatuna uelewa kuhusiana na ugonjwa wa kansa, dalili zake, hatuna uelewa. Jambo la pili, tunaogopa sisi kwenda kufika hospitali kuchekiwa, kuangalia kama uko katika hatua gani, stage. Kufanya kupitia hiki kitengo chao wamefanya kitu kimoja kikubwa sana, wanaenda kuokoa nguvu kazi ya taifa. Ukiangalia sisi wafanyakazi tayari tumeshapata elimu, na maana sisi tutachukua hiyo elimu tutaenda kuwasomesha majumbani kwetu, kwenye jamii yetu. Kwa hiyo utakuwa ushafikia katika kupata watu wengi zaidi katika kutoa hii elimu. Ina faida kubwa kwa sababu wengi wapo ambao tumekuwepo hapa leo, baada ya kupewa hiyo elimu watu wamejitokeza kwenda kuchekiwa. Mmoja hapo ni kwa mimi nimeenda kuchekiwa, alhamdulillah nimepatikana niko nomo, na nasema kabisa majibu yangu niko nomo. Hiyo inakushajihisha sana, kwa sababu katika familia zetu tunaona bibi zetu, babu zetu, hasa bibi zetu, naona bibi anaumwa kapigwa mkanda mmoja hana hujui tatizo nini, kumbe ni kansa. Na tumepewa elimu kwamba ile haiambukizi, ile ni zile seli kukaliana, zinasababisha zinasababisha mbaya. Kwa hiyo hii elimu naiomba Wizara ya Afya endelee kuwa inatoa, isishie hapa, endelee. Yaani ni maradhi magumu na ni mabaya ya kansa ambayo kama sisi tutayawahi itakuwa tumepata nguvu kazi ya taifa. Kama hii taasisi ya ZOP inakwenda kutembelea taasisi za serikali, imeona kuna umuhimu mwingi. Sasa umuhimu kwa kweli, umuhimu mkubwa, na wala isiishie hapo. Kama kuna uwezekano wa serikali kuongeza nguvu katika hii taasisi, basi wawekeze pesa nyingi zaidi katika hii kitengo, kwa sababu tunaona wanaendelea kuwa wengi wagonjwa, wanaendelea ile increase inakuwa kubwa. Sasa elimu ikiwa kubwa, ina maana tunaenda kupunguza hii idadi ya wagonjwa, kwa sababu mtu akisha kujiona mimi, mbona ziwa langu limebadilika, mbona sasa hivi linafunua, mbona sasa hivi linabuje, mbona sasa ashajua, ashapata elimu, akiona tu ile early stage akimbilie kufika hospitali. Jina naitwa Haji Wakeria, nimekuja kufanya field kwenye taasisi ya OCGS ya takwimu mkuu. Hii program kwanza nimefurahi kwa sababu tulikuwa hatujui. Tunajua saratani ya matiti ipo, lakini hatujui inasababishwa na nini, matibabu yake yakoje, kumbe mpaka ina stage. Tumefaidika sana. Alafu kuna kitu kimoja kimenifurahisha sana. Naweza nikaongea kwa niaba ya watu wote, ila kuja naye huyu victim, yani mtu ambaye ametokewa na hiyo saratani, imetuhamasisha sana kwamba kumbe inawezekana na mtu akapona akaendelea na mambo mengine. Shukrani sana. Elimu hii je, tuendelee nayo ama basi kufikia hapo nini? Elimu tuendelee nayo. Kwa nini? Kwa sababu yani kama tunawaamsha watu wengi hawaelewi mambo ya saratani, inapokeaje, vyanzo vyake, vichochezo, matibabu yake. Kwa kawaida tunauchukulia siku 30 vile. Kwa hiyo na mwezi una siku 30 kwa wastani. Kwa hiyo let's say katika mwezi anaweka kila tarehe 5 mimi nafanya kujichunguza. Kwa sababu ingekuwa na mzunguko, ingekuwa saiko yake ndio vile ni sahihi. Kwa maana hiyo yeye akawa anaweka mfano kwenye simu yake kila tarehe 5 kalenda inamkumbusha leo siku ya kujichunguza. Tarehe 10 mfano akiamua kila tarehe 10 inakuwa siku yake ni ile ya kujichunguza. Sawa? Na suala la uliulizia matiti mawili kuwa moja kubwa moja dogo, hayo ndo maumbile. Maumbile tumeumbwa, viungo vyetu vyote ndo vilivyo. Hata mkono tukisema tuende kwa daktari akatupime, basi atakuta mmoja mrefu mwingine mfupi. Mguu na viungo vingine vyote haviko sawa, kuna utofauti. Na hii inatokana na saa nyingine matumizi. Mtu alokuwa left handed au right handed, mfano anatumia mkono wake wa kulia, siku zote utakuwa uko muscular zaidi kuliko mkono wa kushoto. Na matiti pia yameumbwa kwa namna hiyo. Ila utofauti kwa science ilivyo au anatomy ilivyo,
matiti zaidi lilokuwa kubwa ni sana unalikuta la kushoto. Kwa nini? Kwa sababu ya location, kule kuna moyo, kwa maana hiyo unalikuta limeshuka. Sio hivyo kwa kila mtu, lakini asilimia kubwa ni hivyo. Kwa maana hiyo matiti yetu naturally yameumbwa moja kubwa moja dogo, toka utotoni tunajigundua hivyo, nafikiri sote tunakumbuka. Mpaka saa nyingine wengine wanaenda kuuliza mbona la huku kubwa la huku dogo, lakini ndio maumbile. Lakini point tunarudisha pale alogusia, nafikiri Mariam aliyogusia ni kwamba kila mmoja anajua maumbile yake alivyo. Mimi nikianza kuhisi kwamba kuna tofauti katika maumbile yangu, najua titi langu la kushoto liko vipi, la kulia liko vipi. Utofauti mimi mwenyewe utanifanya nibutuke, huu si kawaida, huu mmoja kuwa kubwa sana kuliko mwenzake, hii si kawaida yangu. Kwa hiyo ndio tunayoongelea kwamba pale moja inapokuwa kubwa moja dogo, kutokana na maumbile yako, kimazoea yako, utanotice tu kwamba hichi si kawaida. Pengine hunotice wewe, watu wengine unakuta wanagundulika na waume zao wenye waume. Mumendo, unajua mtu akikuona tofauti na unavyojiona wewe mwenyewe. Kwa hiyo mume saa nyingine unamvuta, mbona Amina, Fatma, nani, mbona titi hili mbona limekuwa kubwa kuliko jingine. Kwa hiyo hapo ni kitu cha kuchukua kama alama, alafu kaanza kutafuta msaada wa ziada. Kuna kitu kinaitwa artificial breast au artificial ile titi, au sio? Sasa hivi inakuweko, ukifika kufanywa operation unavaa kuna na hii unaweka hapa, ambayo mtu hajui kabisa kama umefanywa kitu. Unaweza ukatembea kokote bila hata hofu, amtaka kuona mbona yule jiwa lake moja au vipi. Liko kitu viko maalum ambao unabandikizwa.